Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho kimetokea huko mtandaoni. Kuna hizi page ambazo zimekuja kuripoti kuhusiana na baadhi ya wasanii ambao wanafanya vizuri katika industry ya muziki hapa Afrika katika upande wa Afrobeat kwa ujumla. Lakini pia vile at the same time kwa upande wa Bongo Flava. Yani hapa bwana kuna listi ya wasanii kutoka South Africa, lakini pia vile kutoka Nigeria pamoja na Tanzania. Sasa hii listi bwana inaonyesha jinsi ambavyo wasanii hawa ambao tunaowafahamu huko mitandaoni wakiwa katika listi hii wameorodheshwa vitu ambavyo walikuwa wanatakiwa kuvifanya kulingana na elimu ambayo wako nayo. Yani hapa bwana kuna listi ya wasanii takriban 18 wakiwa wanaonyeshwa pamoja na vitu ambavyo wamevisomea. Nadhani utakuwa unaelewa kwamba talent bwana ni kitu ambacho watu waga wanakifanyia kazi baada ya kusoma. Yani ukisha soma ukiona kwamba okay, naweza nikasoma lakini ni kwa kutumia talent yangu naweza nikafanya vitu vingine vikubwa zaidi, hapo ndipo watu wanapoachana na mambo ya elimu au kuajiliwa na wanaamua kuingia katika entertainment industry kulingana na talent ambazo wako nazo. Maana mfano mzuri bwana ni kijana kutoka Tanzania anayefahamika kwa jina la Juma Jux. Juma Jux bwana yeye alikuwa ni msanii wa muziki wa Bongo Flava, lakini baadaye bwana ni kwamba akaamua kwenda China kusoma, and then baada ya hapo tukaona tena akarudi Tanzania na kuendelea na muziki na sio tena kile ambacho alichokuwa amekisomea. Sasa kuna wasanii wengine wengi wa design hiyo ambao na wenyewe pia wameingia darasani, wamesoma by profession, wana kazi zao ambazo ilitakiwa wazifanye kulingana na elimu ambayo wako nayo, lakini wakaamua kuachana na kile kitu ambacho wamesomea na kuamua kufanya kazi ya muziki moja kwa moja. Kwa hiyo hapa niko na listi ya wasanii takriban 17 na elimu ambazo wako nazo au vitu ambavyo wamevisomea. So moja kwa moja bila kupotezea muda bwana, hawa ni mastaa kutoka Afrika na kozi walizozisoma vyuoni. Kwanza kabisa tukianza na Burna Boy. Kama unavyofahamu kwamba Burna Boy ni moja kati ya wasanii ambao wako very successful, yani wako na mafanikio makubwa sana katika upande wa muziki hapa Afrika. Lakini pia vile kitu ambacho labda ulikuwa hujui ni kwamba kwa mujibu wa ye mwenyewe kitu ambacho amekisomea bwana, amesomea media communications and culture, yani amesomea mawasiliano ya media pamoja na utamaduni. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho Burna Boy bwana amekisomea. Kama ulikuwa hujui bwana, ni kwamba Burna Boy pia kumbe ni msomi, na kitu alichokisomea ndo hiyo media communication and culture. Lakini baada ya kuona kwamba kwa namna moja au nyingine alivyogundua kwamba yuko na talent, akaamua kuachana na kozi hizo au kwenda kufanya kazi kulingana na kozi ambayo amesoma, moja kwa moja akaamua aingie katika muziki. Lakini pia vile yuko Davido. Davido yeye bwana kwa upande wake amesomea yeye yuko na bachelor in music. Yani yeye Davido bwana kitu ambacho alichokisomea ndicho anachokifanyia kazi, kwa sababu yeye Davido amesomea muziki, kwa hiyo yupo na degree ya muziki na muziki ndio kazi ambayo anayoifanya. Kwa hiyo kwa upande wa Davido bwana yeye yuko in the right track au in the right place, amestay in his lane, na hicho ndio kitu ambacho anachokifanya mpaka leo hii. Lakini kwa upande wa Wizkid bwana, msanii mwingine huyu mkubwa kabisa kutoka Nigeria, Wizkid yeye amesomea international relations, yani mawasiliano ya kimataifa. Hii ni kozi ambayo waga wengi wanaosomeaga hizi waga wanakuaga mabalozi. Sasa kwa upande wake yeye Wizkid bwana ameamua achane na hiyo profession yake, akaamua kuwa msanii. Lakini pia vile msanii mwingine kutoka huko Nigeria
Huyu bwana si mwingine bali ni Asake. Asake yeye bwana amesomea theater arts, yani kwa kifupi ni kwamba alitakiwa awe mwigizaji. Lakini kuna msanii mwingine anaitwa Fireboy DML, yeye amesomea English and Literature, yani yeye amesomea swala la lugha zaidi. Lakini pia kuna mwanadada kutoka Nigeria anafahamika kwa jina la Ira Star, yeye pia amesomea International Relations and Political Science, yani amesomea mambo yale yale ambayo course ambayo ameisomea huyu bidada inafanana kabisa na ile ambayo ameisomea Wizkid. Bwana, yani wote wamesomea mambo ya mahusiano ya kimataifa pamoja na sayansi ya kisiasa. Lakini pia ukiachana na huyu kuna Tiwa Savage. Huyu bwana yeye amesoma course ambayo hata mimi pia nimesoma. Yeye amesomea accounting, yani huyu ni mhasibu. Lakini pia Zuchu na yeye pia amesomea business and commerce, yani Zuchu amesomea biashara. Huyu ni msanii bwana kutoka Tanzania. Mwanadada Zuchu yeye amesomea biashara kwa ujumla pamoja na uchumi, yani business and commerce. Nadhani ndio alienda kusomea India huko. Msanii mwingine kutoka Nigeria bwana anafahamika kwa jina la Falz. Falz yeye bwana amesomea law, yani mwanasheria. Lakini pia yupo Teni yeye pia amesomea business and administration, yani uongozi wa biashara. Adekunle Gold amesomea graphic design. Huyu Adekunle Gold mume wa Simi, yeye amesomea graphic design, yani mambo yale ya kutengeneza media katika makompyuta na vitu vingine kama hivyo. Nadhani graphic design tunawaelewa huaga wanajishughulisha na nini. Lakini kwa upande wa Joy Boy, na yeye huyu pia ni msanii mwingine ambaye anafanya vizuri sana huko Nigeria. Yeye amesomea Human Resources Management. Alafu kwa upande wa Olamide yeye amesomea Mass Communication, mambo ya mawasiliano hayo. Lakini pia kuna Cheki, yeye amesomea Chemical Engineering. Bwana huyu jamaa yeye amesomea vitu vizito kweli kweli. Huyu ni mwana science kabisa, lakini ameamua achane na mambo hayo aingie kwenye muziki. Msanii mwingine anafahamika kwa jina la Black Bones. Yeye amesomea computer engineering. Kiss Daniel yeye amesomea water engineering. Alafu Billnass amesomea procurement and supply management. Huyu ni msanii mwingine hapa kutoka Tanzania, Billnass. Yeye bwana amesomea procurement and supply management. Huyu alisomea CBE pale Posta jijini Dar es Salaam. So hao ndo ma-celebrity wasomi, baadhi yao ambao details zao tuko nazo tumeamua kukuletea hapa Trend TV. Lakini nawe pia ukiwa kama mdau bwana, unaweza kutuwekea maoni yako katika comment section kama ilivyokuwa kawaida. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.